Bwana, hapa kati palikuwa na mambo mengi sana. Hili linahusika kipindi ambacho Ali Kiba alikuwa amewatumia wasanii wanaotoka katika record label ya WCB. Hapa namaanisha Mbosso Khan, namaanisha Rayvanny, namaanisha Harmonize. Ikafikia stage hawa watu ambao wanajiita wachambuzi wa mziki wakawa wanasema kwamba Harmonize, Ali Kiba anatakiwa aipe echo au aionyeshe mchango mkubwa ambao record label ya WCB imeuleta katika mziki wa Tanzania, na maanisha Bongo Flava kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho kimetokea. Wote tunajua Ibra ni miongoni mwa wasanii wakali ambao wamepikwa na kulelewa katika record label ya mtu mzima Harmonize, hapa na maanisha Konde Gang. Sasa bwana, Ibra recently kwenye EP yake ya Poison Medicine ambayo alitengeneza hivi karibuni, na maanisha PM, ni miongoni mwa EP ambazo zimefanya vizuri kinoma noma. Huku nikizungumzia miongoni mwa ngoma ambazo zimefanya vizuri ni Uhakika, Sina Uhakika. Sina uhakika kama unanipenda baby kweli. Mi sauti yangu sio nzuri kwa namna moja au nyingine, lakini najua kwamba ngoma hii ni miongoni mwa ngoma ambayo imetrend na imeenda mjini kinoma noma, huku mastaa wengi sana kwenye kiwanda cha mziki wa Bongo Flava na wengine wanatoka nje ya kiwanda hiki cha mziki wa Bongo Flava wamepita nayo. Sasa bwana, story kubwa ambayo nimeamua kukusogezea mbele yako ni hii ya mtu mzima na mzungumzia Chinga. Ngoma yake hii inafanyiwa remix na mwanadada mrembo kabisa, na miongoni mwa wasanii ambao mashuhuri ambao wamewika kwa muda mfupi na kufanya vitu vikubwa sana kwa muda mfupi, na si mwingine Zuchu kutoka katika record label ya WCB. Kama vile ambavyo watu wengi walisema kwamba Ali Kiba anatakiwa aonyeshe appreciation kwa record label ya WCB baada ya kuwatumia wasanii wake ambao walikuwepo zamani katika record label hiyo, basi ni hivyo ambapo WCB inatakiwa ionyeshe heshima kwa Harmonize, impe heshima mtu mzima Harmonize kwa kumtengeneza na kumlea huyu kijana mpaka kufikia hapo ambapo wamefika kwenye kufanya remix. Wote tunajua kwamba huwezi kufanya remix kama sehemu yoyote unaona haina impact. Siku zote tunaona wanasanii ambao wanafanya remix ngoma fulani ni wasanii ambao wanaona impact kwa namna moja au nyingine. Vile vile tunaona kwamba ukirudi nyuma kidogo kwenye claim ambazo Harmonize amekuwa amezipeleka WCB, tunaona kabisa kwamba anahusisha kwa namna moja au nyingine record label hiyo kuvunja mahusiano na wasanii wake kwa namna moja au nyingine. Hii ngoma bado haijatoka. Ibra ameitiz kwenye akaunti yake ya Instagram akionyesha kwamba soon kuna kuja remix ya ngoma hiyo na malkia wa mziki wa Bongo Flava, hapa na maanisha si mwingine ni Zuchu Zuhura, huyu mama watoto, mpenzi wa Diamond Platnumz, mke wake wa Diamond Platnumz ambaye ni Simba na CEO wa record label hiyo ya WCB. Je, unadhani kwamba una predict kwamba ngoma hii itakuwa namna gani? Je, itavunja historia kama original version ambayo imefanya, ambayo sasa hivi kila mtu anaimba, kila mtu anaifeel, kila mtu ambaye yupo kwenye mahusiano kwa namna moja au nyingine anaifeel kinoma noma kwa undani kabisa? Basi ndo hivyo bwana. Ngoma hiyo tuisubirie kwa hamu sana, tuone kwamba nani amemkalisha mwenzake, kwa sababu Ibra ni mkali kwenye uandishi na Zuchu ni mkali kwenye uandishi kwa namna moja au nyingine. This is Nyayo TV. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu ipendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe hapo chini ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii ipendwa. This is Nyayo TV. Thank you for your time. Until next time.